nilikuwa nateta hapo na Mheshimiwa Waziri kwenye sekta, lakini na wenzangu tu ambao tuna kauzoefu ka ufugaji kule tulikotokea. Ng'ombe mmoja huyo ambaye anatoa maziwa lita 15 asubuhi peke yake, kule tulihitaji kundi lenye ndama wasiopungua 30, maana yake ni kundi la ng'ombe kama 300 hivi ambao ndo wanakuwa na takriban lita 15 asubuhi, lita 15 jioni. Na hapo kwa wingi wao huo wanakuwepo na wale ambao wengine hata maziwa ambayo yanapatikana hata hayamtoshelezi mtoto wake. Kwa hiyo kwa hiki ambacho mmeonyesha hapa, kwa kweli kinatupa tija kubwa na inaendelea kutupa nafasi ile tunayosema tunahitaji tupate tija kwenye eneo dogo ili tuweze kukabiliana na migogoro ya ardhi na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la idadi ya watu, kwamba kama ulikuwa unapata maziwa lita 15 kwa ng'ombe wa kukamua takriban 20 ama 30, basi ukiwa na ng'ombe mmoja manake inafidia wale wengine wote. Ni 50, basi Jeshi la Magereza linapandisha bidhaa thamani. Kwa mfano wa maziwa tunayozalisha tunayachakata kwa kuyatengeneza mtindi ambao thamani yake inakuwa ni kubwa kuliko maziwa ghafi, yani maziwa fresh kama yanavyopatikana moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe. Lakini vile vile tunachinja ng'ombe hao wanyama na kupaki nyama katika vipimo vizuri na sahihi kwa ajili ya soko na kukuza thamani ya ng'ombe wetu. Na isitoshe masalia kwa maana ya ngozi ile tunaifanyia uchakataji na tunatumia kutengeneza viatu, kwa maana viatu vya kazini kama buti, viatu vya kawaida vya wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na sandals na viatu vinavyoweza kuvitumia kwa kawaida vya ngozi. Tumekuwa tukifanya katika maeneo yote, lakini pamoja na kusimamia misitu hii ya hifadhi, pia misitu hii imekuwa ni chanzo kikubwa cha uchumi au mapato ya serikali. Tunapohifadhi pia huwa tunafanya matumizi au tunatumia kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Tumekuwa na miongozo ambayo kimsingi inatuelekeza jinsi ya kutumia rasilimali hizi kwa njia ya uendelevu, yani tunaita sustainable management of natural resources. Tumekuwa tukitumia au tunapata fursa nyingi au mazao mengi kutokana na rasilimali hizi. Mazao haya ikiwepo ni pamoja na mbao lakini pia tunapata dawa kutokana na mazao hayo yanayotokana na misitu, lakini pia tumekuwa tukipata fedha za kigeni kupitia biashara ya kuuza magogo nje ya nchi. Hamasisha wananchi waweze kutumia nishati hiyo safi. Kwanza ni salama, lakini safi, inatunza mazingira, lakini inatunza afya, kwa sababu imeonekana kuna changamoto kubwa za magonjwa ya mfumo wa kupumua kutokana na matumizi ya kuni au mikaa. Kwa hiyo ni waelekezi wananchi au ni waombe wananchi waweze kuhama kutoka kwenye nishati sio safi na kuhamia kwenye nishati ambayo ni safi, ambayo ni LPG. Lakini kwa kufanya hivyo maana yake nini? Maana yake tunakwenda kupunguza uharibifu wa misitu, na tunajua misitu ndio chanzo kikuu cha mvua, ambao sisi kama wakulima inatusaidia kuwa na uhakika wa mvua, na hivyo basi kulima na kuongeza tija katika utendaji wetu wa kazi. Tume pia inafanya utafiti wa masuala yanayohusiana na uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora, pamoja na kutoa elimu kwa wananchi. Sasa leo katika maonesho haya 8 tumehudhuria ili kuweza kutoa elimu ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora, lakini pia kupokea malalamiko yanayohusiana na uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Kwa hiyo natoa wito na kuwakaribisha wananchi wote wa Morogoro waweze kufika katika banda letu, watutembelee, waweze kupata elimu na pia waweze kunufaika na huduma zote ambazo zinatolewa na taasisi yetu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tumetilia mkazo mazao haya kwa sababu ni kipaumbele cha serikali na dira ya mwaka 2050. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana wa wakulima
tunatembelewa na wakulima wengi kuja kujifunza namna bora ya kuzalisha mbegu za kulima maharage na mazao ya mpunga na mahindi.